Karibu sana katika mfululizo wa makala zetu mbalimbali, na leo nakuletea simulizi ya historia ya Imam Shafi rahimatullahi alayhi. Msimulizi wako ndimi Abdullahi mwana wa Maalim Mashi. Karibu tuwe sote. Imam al-Shafi huyu ni mmoja wa maimamu wane katika wale maimamu wane mashuhuri kuwahi kutokea ulimwenguni. Ni imamu ambaye huku kwetu Afrika Mashariki sharia nyingi zinazofuatwa watu wamepita katika mapito yake au uelewa wake, tofauti na Imam Malik ambaye yeye ametamalak sana huko Afrika Kaskazini. Ingawa anatambua pia wapo Waislamu wengine ndani ya Afrika Mashariki wanafuata maimamu wengine. Imam Shafi ni imamu wa tatu baada ya Abu Hanifa na Malik, na baada yake ndiyo alikuja Ahmad bin Hanbal ambaye pia alikuwa ni mwanafunzi wake. Licha ya kufahamika sana kwa jina la Imam Shafi, jina lake halisi ni Abu Abdullahi Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Shafi al-Hashim. Baba yake alikuwa amehama kutoka Maka hadi Gaza huko Palestina kutafuta riziki, lakini alikufa muda mfupi tu baada ya kuzaliwa kwa mwanawe Imam Shafi na kumwacha mtoto wake angali yatima tena masikini. Husemwa nasaba yake Imam Shafi rahmatullahi alayhi anakutana na kipenzi chetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mama yake alikuwa ni Myemen kutoka katika kabila la Azdi, na pia ilisemekana kwamba alikuwa kutoka katika kabila la Azad ambalo ni kabila la Waarabu lakini sio Makureishi. Mama wa Imam Shafi ambaye ni mama wa mfano sana katika ulimwengu huu, jina lake ni Fatima binti Abdillahi al-Azdiya. Alikuwa mwanamke mwema, mcha Mungu na mwenye bidii kubwa katika malezi ya mwanawe. Baada ya baba yake Imam Shafi kufariki mapema, mama yake ndiye aliyemlea na kumlea katika mazingira ya elimu na dini. Alimchukua Imam Shafi akiwa angali mdogo kutoka Gaza hadi Palestina ili akuwe karibu na watu wa ilmu na lugha fasaha ya Kiarabu, jambo lilochangia sana ustawi wake wa kielimu. Imam Shafi alizaliwa mwaka 150 Hijiria sawa na mwaka 767 Miladia huko Gaza. Baba yake alifariki akiwa bado mdogo sana, hivyo jukumu la malezi likabaki mikononi mwa mama yake Bi Fatima binti Abdillahi al-Azdiya, mwanamke ambaye alikuwa na imani na maono makubwa. Baada ya kifo cha baba Imam Shafi, mama yake hakutaka mtoto wake akuwe mbali na chemchemi ya ilmu, akamuhamisha kutoka Gaza hadi Maka ili awe karibu na wanazuoni wakubwa, aweze kuzungumza lugha fasaha ya Kiarabu na mazingira ya kidini. Hii inaonyesha hekima ya mzazi huyu kuchagua mazingira bora kwa mtoto wake. Imam Shafi alihifadhi Qur'an akiwa na umri wa miaka 7 tu, na akiwa na umri wa miaka 10 alikuwa tayari amehifadhi kitabu cha Al-Muwatta cha Imam Malik. Hii ilitokana na ufuatiliaji wa karibu wa mama yake, nidhamu ya malezi ya mama yake, pamoja na mama kumpandikiza mapenzi ya ilmu tangu akiwa mtoto. Walikuwa ni masikini sana yeye na mama yake. Inasemekana Imam Shafi aliandika masomo yake kwenye mifupa au ngozi kwa sababu hawakuwa na karatasi za kutosha, lakini mama yake hakukata tamaa. Alimfundisha kuwa ilmu ni hazina bora kuliko mali. Baadaye mama mtu alimpeleka mwanawe katika mji wa Madina kusoma kwa Imam Malik. Mama yake alihakikisha anapata walimu bora kabisa Imam Shafi, hata kama walihitaji kujitolea kwa ajili yao. Leo dunia inamtambua Imam Shafi kama nguzo ya fiqh ya Kiislamu, lakini nyuma mafanikio yake kulikuwa na mwanamke, na huyo mwanamke sio mke wake, ni mama mwenye subra, imani na maono. Katika moja ya wasifu wa Imam Shafi, licha ya elimu yake, anatajwa alikuwa na sauti nzuri sana ya kusoma Qur'an. Mmoja kati ya wanachuoni Ibn Nasir aliwahi kusimulia kuwa walipokuwa wakitaka kulia, baadhi yao walikuwa wakiambiana, nendeni kwa kijana huyu wa Muttalib anayesoma Qur'an. Na walipokuwa wakimjia kuswali katika msikiti wa Haram, alikuwa akianza kusoma tu Qur'an mpaka watu wanaanguka chini na kupiga kelele kwa uzuri wa sauti yake. Alijiunga na kabila la Waarabu la Hudhail Imam Shafi ili kujifunza lugha na ufasaha. Hudhail walikuwa ni Waarabu waliofasaha zaidi katika kuzungumza. Imam Shafi alikaa Madina kwa Imam Malik kwa muda wa miaka 16 hadi kifo cha mwalimu wake huyo mwaka 179 Hijiria kilipotokea. Wakati huo huo alisoma pia chini ya walimu mbalimbali wakiwemo Sheikh Ibrahim bin Saad al-Ansar, Sheikh Muhammad bin Said bin Fadik na wengineo. Kadhalika Imam Shafi aliwahi kuishi huko Baghdad nchini Iraq, na akiwa huko aliweza kukutana na Sheikh Muhammad ibn Hassan al-Shayban, mwanafunzi wa Abu Hanifa, na akasoma vitabu vyake na akaijua ilmu ya Ahlur Rai, watu wa maoni. Kisha Imam Shafi akarudi katika mji wa kwao wa Maka ambako alikaa kwa takribani miaka 9 akieneza mafundisho yake kupitia duru za masomo zilizojaa wanafunzi katika msikiti wa Maka na kwa kukutana wanazuoni wakati wa msimu wa Hija. Imam Ahmad ibn Hanbal akawa ni mwanafunzi wake katika kipindi hicho. Imam Shafi baadaye alirudi tena Baghdad katika mwaka wa 195 Hijria
na alikuwa na baraza la kisayansi huko lililohudhuriwa na wanachuoni na wanafunzi kutoka kila mahali. Imam Shafi alikaa Baghdad kwa muda wa miaka miwili, ambapo aliandika kitabu chake cha Ar-Risala na kueneza mafundisho yake ya zamani. Katika kipindi hiki wanafunzi wake 4 mashuhuri walikaa naye, ambao ni Ahmad bin Hanbal, Abu Thawr, Az-Zafaran na Al-Karbisi. Imam Shafi katika upande wa familia yake mambo mengi yalikuwa na faraha sana, kwa kiasi ambacho wanazuoni wengi wa tarehe wameshindwa kueleza kiundani sana kuhusu familia yake, ila wachache wamewahi kusema Imam Shafi alimuoa mwanamke aitwaye Hamida binti Nafi' ambaye alikuwa ni katika ukoo wa Sayyidina Uthman bin Affan, yani alikuwa ni miongoni mwa kizazi chake. Imam Shafi alijaliwa kuwa na watoto 3, 2 wa kiume na 1 wa kike. Muhammad, huyu ndiye aliyekuwa maarufu zaidi miongoni mwa watoto wake. Abu al-Hasan anatajwa pia katika baadhi ya riwaya za kihistoria. Mtoto wake wa 3 alikuwa ni binti yake aitwaye Fatima. Wanahistoria wengi hutaja kuwa alikuwa na watoto 3, 2 wa kiume na 1 wa kike, ingawa taarifa za kina kuhusu maisha yao hazijaenea sana kama za baba yao. Licha ya Imam Shafi kuwa na cheo kikubwa cha kiilmu, lakini bado aliishi maisha ya unyenyekevu, akijishughulisha zaidi na kufundisha, kuandika, kusafiri, kutafuta na kusambaza ilmu. Tofauti na wanazuoni wa zama zetu ambao wengi wao yamkini wakawa ni wajuzi au hodari katika fani moja, ila kwa Imam Shafi alikuwa ni tofauti. Inatajwa alikuwa ni mjuzi sana wa masomo ya lugha, fiqh, hadithi na ni bingwa katika mambo ya khitilafu, wapi wasomi wametofautiana na sababu zake. Katika moja ya watu ambao waliwahi kumwelezea Imam Shafi, alisema Imam Shafi alikunywa ilmu yote Imam Malik na bado hakutosheka, akaenda kuichota tena kwa mwanafunzi wa Imam Abu Hanifa. Imam Shafi katika siku za mwisho za uhai wake alipatwa na maradhi ya tumbo ambayo ilimsumbua sana na kumpelekea udhaifu katika afya yake, hali iliyopelekea hata kushindwa kufanya kazi zake za kudarisisha kwa ufanisi kama ilivyokuwa awali. Imamu huyu alitawafu dunia katika mwezi wa Rajab mwaka wa 204 Hijria, sawa na mwaka wa 820 Miladia, akiwa na umri wa miaka 54. Alipatwa na mauti akiwa katika mji wa Fustat ambao ni sehemu ya Cairo ya leo nchini Misri. Alizikwa katika eneo linalojulikana kama kaburi la Al-Imam Shafi. Kaburi lake limekuwa mahali pa kutembelewa na Waislamu wengi duniani wanaothamini mchango wake mkubwa katika fiqh na ilmu ya Uislamu. Imam Shafi ameondoka ulimwenguni huku akituachia zawadi kubwa ambayo imekuwa ni matunda ya maalumati mbalimbali ya kiilmu kupitia vitabu ambavyo aliviandika. Kitabu chenye misingi ya fiqh kama vile Ar-Risala na Al-Umm, ambao ni mkusanyiko wa fatwa zake na maoni yake katika fiqh. Huyo ndiye Al-Imam Shafi, gogo la ilmu kuwahi kutokea baada ya zama za Mtume na maswahaba kupita. Abdullahi mwana Maalim Mashi, Kishki.